Juu, kama umekaa tafadhali jitahidi tu kusimama. Nyanyua mikono yako iwe juu kabisa, kila mtu mikono yako uiweke juu. Sema Yesu, asante kwa ajili ya mchana huu katika jina la Yesu. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya sifa zako na kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu. Baba, asante kwa kuwa utanitia nguvu na zaidi ya kunitia nguvu katika jina la Yesu. Mungu, nasema asante ndani ya nafsi yangu katika jina la Yesu. Hebu kaa, alafu weke mikono yako mbele. Weka tu mikono yako mbele, weka mbele namna hii. Ikae mbele yako, iwe mbele yako tu, iwe mbele kabisa, mikono nyanyua juu kidogo, nyanyua juu kidogo. Sema Yesu, hii ndio mikono ulionipa nikutumikie wewe katika jina lako. Asante kwa kuwa sasa naenda kuombea mikono yangu nikapate kutiwa nguvu katika jina la Yesu. Hebu ombea hiyo mikono yako na sauti yako. Kwa sauti basi, sauti yako imekuwa chini, weke sauti yako juu. Kwa sauti yako, ombea mikono yako. Ombea tu mikono yako kwa sauti yako, usikae kimya tafadhali. Ombea mikono yako tu, ombea mikono. Ombea tu mikono kwa sauti yako, usikae kimya tafadhali. Haleluya, haleluya. Shukuru Mungu akakutendea na wewe siku ya leo. Shukuru tu Mungu. Utanishangaza kama utamshukuru Mungu umenyamaza tu. Utanishangaza. Shukuru Mungu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu kwa neema. Asante Mungu. Hatuna lugha nyingine kusema bali tunasema asante. Bwana asifiwe. Amen. Nyosha mikono huku kwangu. Nyosha mikono yako kabisa, mikono ije kwangu huku. Ndio. Bado mikono yako imekuwa chini. Nyosha kabisa. Naona watu ni wengi lakini mikono inakuwa kama iko chini kidogo. Nyosha. Nyosha tu mikono kwangu. Sema Yesu, mikono yangu hii ambayo nimeiangaliza madhabahu ikatiwe nuru na ikatiwe neema katika jina la Yesu. Mungu, kipindi hiki sitakubali, bali Bwana atakuwa pamoja nao katika jina la Yesu. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi yako. Bado vigelegele ya vitoshi, 1, 2, 3, mshangilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashukuru wale wote ambao wanajitahidi sana Jumanne kufika. Jambo la baraka sana. Na wale wanaojitahidi kuja Jumapili pia watamkie baraka pia. Amen. Amen.
Inakuaje Jumanne tunakuwa wengi, alafu kazi za mwisho utaanza kusikia uharibifu katika nchi, sehemu mbalimbali duniani, watu wakibishana, watu wakileta siasa zao, maneno mengi na kudhihaki watu wa Mungu. Ndio maandiko yanavyosema. Wao wanasema utakapoona hilo shina la uharibifu, ujue nyakati hizo sasa. Na akasema mwenye ufahamu afanyeje? Na asiokuwa na ufahamu alale ubao. Bwana asifiwe. Hebu mpe Bwana makofi ya shangwe. Nisisahau nabii huu, kuna jambo ambalo Mungu alinifunulia usiku wa kuamkia leo. Alinipa meza mbili. Hizo meza ni kama ni mbao, lakini zimerandwa vizuri, ziko mbili namna hii. Lakini nzito, hizo mbao ni kama za mningi. Ukipewa huwezi kubeba, lakini kwa uwezo wa Mungu iliweza kubeba kwa mkono mmoja. Katika zile mbao akaniambia, sauti kae inakuja inasema ya kwamba nitaandika majina ya watu ambao nitawataka mimi katika ufalme wangu. Sauti hiyo nilisikia stendi pale jana, na baada ya hapo ile sauti ikapotea na zile mbao sikujua niliziweka wapi. Lakini nakumbuka pamoja na kwamba nilishtuka kwenye ulimwengu wa roho, lakini bado zile mbao ilikuwa nazo, zimerandwa vizuri, kubwa, zina upana kama hapa mpaka hapa na hapa mpaka hapa, lakini zimenyolewa vizuri sana. Kwa hiyo tuendelee kuomba. Huenda kuna maagizo ambayo Mungu anataka kuleta maagizo katika kanisa la nini Tanzania. Maombi no solution ni majibu yako yote. Mpe Bwana makofi ya shangwe. Sio kama unanielewa. Mbao ngapi? Ni nani alienda mlimani akarudi akiwa na mbao iliyoandikwa mazuri ya Mungu na mabaya ya Mungu? Alikuwa ni Musa. Basi lazima maandiko yafanye nini? Kwa hiyo nitaendelea kuchuchumilia mpaka nione kwamba kitu gani ambacho Mungu anataka kifanyike. Kama ni kuisomea dunia, basi atatafuta yeye nauli mwenyewe Mungu ya kupanda hiyo ndege ya kwenda hizo nchi ambazo yeye anataka. Sasa sio kitu kidogo, kitu kikubwa sana. Unajua ile